Historia ya majaribio ya kijeshi imejaa siri na mambo yasiyojulikana, ambapo mara nyingi serikali na jeshi hujificha nyuma na kutojulikana kwa madhumuni ya usalama na mikakati ya kivita. Majaribio haya mara nyingi yamekuwa na madhara makubwa sana kwa watu na mazingira, lakini silaha mpya, mikakati ya kivita na teknolojia zinazotumika huleta faida kubwa kwa serikali zinazohusika. Kwa mfano, wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, majaribio ya kijeshi kama vile Project Manhattan, ambao ulikuwa ni mradi wa kuunda bomu la atomi, uliofanyika kwa siri kubwa sana na ulizaa matokeo yaliyoibadilisha historia ya dunia. Vile vile majaribio ya kemikali na biolojia kama vile ushahidi wa Tuskegee, ambapo watu weusi walitumiwa kama vifaa vya majaribio bila ya ridhaa yao. Haya yamekuwa ni miongoni mwa matukio ambayo yamejulikana kwa umma miaka mingi baadaye. Kuna mifano mingine ambayo teknolojia ya kijeshi ilijulikana tu baada ya miaka mingi kupita, kama vile majaribio ya UAV, Unmanned Aerial Vehicles au drones, ambazo zilikuwa ni silaha za anga za kisasa, lakini kwa miaka mingi zilikuwa hazijajulikana. Vile vile majaribio ya nyuklia yaliyofanywa katika maeneo mbalimbali duniani yanabakia kuwa siri kubwa sana, lakini kadiri miaka inavyopita, mambo haya hufichuliwa kupitia nyaraka za kisiri zilizovuja kwa watu mbalimbali. Hivyo katika makala hii tutaangazia baadhi ya majaribio ya kijeshi yaliyofanyika kwa siri na namna yalivyoshindwa kugundulika mpaka miaka mingi baadaye, lakini pia tutaangazia madhara yake kwa jamii, sayansi pamoja na historia. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Karibu kusikiliza makala hii. Namba 1 ni majaribio ya mionzi ya atomic bomb. Majaribio ya mionzi ya nyuklia yaliyoanza wakati wa vita vya pili vya dunia yalilenga kugundua athari za mionzi kwa maeneo makubwa na kuonyesha nguvu ya silaha za nyuklia kama sehemu ya mbinu za kivita. Baada ya shambulio la Hiroshima na Nagasaki, Marekani ilianza kufanya majaribio ya nyuklia katika maeneo mbalimbali kama visiwa vya Pacific, hasa katika Bikini Atoll. Waathirika wa majaribio haya walikuwa wakiishi katika mazingira ya mionzi bila ya kujua madhara ya kiafya yatakayotokea kwa baadaye. Madhara ya mionzi yalijulikana baada ya miaka mingi sana kupita, na watu waliathirika kwa magonjwa kama vile saratani, matatizo ya uzazi na matatizo ya kinga ya mwili. Hata hivyo, serikali ya Marekani ilizuia taarifa kuhusu madhara haya kwa miaka mingi sana, na ilifanya juhudi kubwa kuzichafua taarifa hizi dhidi ya wachunguzi wa kisayansi walipoonyesha athari za mionzi hii kwa binadamu na mazingira. Namba 2 ni majaribio ya mionzi kwa wanajeshi wa Marekani iliyofahamika kama Project 4.1. Mradi huu ulijumuisha majaribio ya nyuklia yaliyofanywa na Marekani kwa wanajeshi na raia katika maeneo ya Pacific katika miaka ya 1940 hadi miaka ya 1960. Wanajeshi walikuwa wakiwekwa kwenye maeneo ya karibu na milipuko ya nyuklia bila kujua madhara yake. Ingawa lengo lilikuwa ni kuona athari za nyuklia kwa watu hawa, lakini wanajeshi walikuwa wakipewa maelekezo ya kusimama na kuangalia milipuko ya nyuklia ikitokea, huku wakiona mionzi ikisambaa kwa kasi sana. Wengi walikubali kushiriki kwa hiari na wengine walilazimishwa kushiriki, lakini jambo baya zaidi ni kwamba hawakupewa taarifa za kutosha kuhusu madhara ya mionzi kwa afya zao. Baada ya majaribio haya, walikumbwa na athari mbalimbali za kiafya kama vile saratani, matatizo ya uzazi na madhara ya kisaikolojia kutokana na kushiriki katika majaribio haya. Hata hivyo, taarifa za mradi huu zilifichwa kwa miaka mingi hadi mwaka 1977, ambapo
ambapo uchunguzi uliofanywa na Congress ya Marekani ulibaini ukweli kuhusu majaribio haya, na serikali ililazimika kutoa fidia kwa waathirika, ingawa ilichukua miongo kadhaa kuonekana kuwa majaribio haya yalikuwa na madhara kwa wanajeshi na raia wa wakati huo. Namba 3 ni majaribio ya kemikali ya Agent Orange. Katika vita vya Vietnam, Marekani ilitumia kemikali kama vile Agent Orange kwa lengo la kuharibu misitu na kufanya maeneo ya kivita kuwa wazi zaidi. Hata hivyo, madawa haya yalikuwa na madhara makubwa sana kwa afya za binadamu. Agent Orange ilikuwa na mchanganyiko wa sumu za kemikali na ilifichua madhara makubwa kwa watu waliokutana nayo, ikiwa ni pamoja na saratani, matatizo ya uzazi na matatizo ya ngozi. Madhara ya kemikali hizi yalikuja kujulikana kwa sehemu baada ya vita kumalizika. Wafanyakazi wa Marekani na wanajeshi wa Vietnam walikuwa ni miongoni mwa waathirika wa moja kwa moja, na hata raia wa maeneo yaliyoharibiwa na sumu hii walikumbwa na magonjwa mbalimbali. Wakati wa vita, Marekani haikuonyesha uwazi kabisa kuhusu athari za madawa haya, na watu wengi waliathirika kwa muda mrefu bila kujua kuwa walikuwa wanakutana na sumu hii ya hatari sana. Taarifa za madhara ya Agent Orange zilifichwa hadi miaka mingi baadaye, lakini bado kuna waathirika wengi ambao hawajapata fidia mpaka hivi leo. Namba 4 ni majaribio ya mind control uliofanywa na Project MK Ultra. Mradi wa MK Ultra ulikuwa ni mradi wa siri sana wa CIA, ambapo walifanya majaribio ya kemikali na mbinu za kisaikolojia kwa lengo la kudhibiti akili za binadamu. Walitumia LSD, madawa ya kulevya na mbinu za kisaikolojia ili kujaribu kubadilisha mawazo na tabia za watu. Lengo lilikuwa ni kuanzisha udhibiti wa mawazo, lakini walengwa walikuwa ni watu ambao hawakujua kuwa walikuwa wanashiriki katika majaribio haya. Majaribio ya MK Ultra yalifanyika kwa waathirika bila ridhaa zao, na madhara ya kimwili na kisaikolojia yaliathiri waathirika kwa muda mrefu sana. Watu hao walikuwa ni wanajeshi, wafungwa na raia ambao walijua kwamba walikuwa wanapewa madawa tu, lakini kumbe hawakupewa taarifa kuhusu madhara yake. Mradi huu ulifichwa kwa muda mrefu zaidi hadi mwishoni mwa miaka ya 1970, ambapo ufunuo ulitokea kupitia uchunguzi wa bunge la Marekani, na baada ya kugundulika, CIA ilikiri kuhusu mradi huu na ilibidi kutoa fidia kwa watu wote walioathirika na mradi huu. Namba 5 ni majaribio ya bakteria ya anthrax kutokea huko Uingereza. Uingereza ilifanya majaribio ya matumizi ya bakteria ya anthrax kama silaha ya kemikali, ikifanyika katika visiwa vya mbali vya Uingereza kama vile Greenland Island. Lengo lilikuwa ni kuchunguza athari za bakteria ya anthrax kwenye maeneo makubwa na kuona kama ingeweza kutumika kama silaha katika vita. Majaribio haya yalifanywa kwa wanyama na walengwa walikuwa ni wananchi wa maeneo ya karibu, lakini madhara majaribio haya hayakujulikana kwa umma hadi miaka mingi baadaye. Madhara ya bakteria ya anthrax yalijulikana baadaye, ambapo maeneo hayo yaliathirika kwa muda mrefu sana kutokana na uchafuzi wa bakteria huyu. Greenland Island kilikuwa ni kisiwa kilichozungukwa na bakteria ya anthrax kwa miongo kadhaa baada ya majaribio, na mchakato wa kuondoa uchafuzi huu uligharimu serikali ya Uingereza mamilioni ya pound. Taarifa kuhusu madhara ya anthrax kama silaha zilifichwa kwa muda mrefu zaidi, na watu wengi waliathirika bila kujua kuwa walikuwemo kwenye maeneo yaliyoharibiwa na bakteria huyu. Majaribio ya kijeshi yaliyofanyika kwa siri ni sehemu muhimu ya historia ya kisayansi na kijeshi, lakini pia ni uthibitisho wa athari kubwa za kujificha kwa maadili na haki za binadamu. Wakati mwingine majaribio haya yanafanikiwa kuleta maendeleo katika teknolojia na mikakati ya kivita, lakini mara nyingi yanaacha athari mbaya kwa watu na mazingira. Matukio kama Project Manhattan
Iran, ushahidi wa Tuskegee na majaribio ya nyuklia na kemikali ni mifano ya jinsi serikali na majeshi wanavyoweza kuzuia ukweli ili kulinda maslahi yao bila kujali madhara kwa jamii. Hii inadhihirisha umuhimu wa kuwa na uwazi na udhibiti wa kisheria katika shughuli za kijeshi ili kuepuka madhara ya kudumu kwa binadamu na mazingira. Hata hivyo, kama tunavyoona, siri hizi mara nyingi hufichuliwa kwa muda na ukweli hujitokeza kwa manufaa ya umma. Hivyo ni muhimu kwa jamii kudai uwazi zaidi katika masuala ya kijeshi ili kuhakikisha kwamba maendeleo hayaendani na ustawi wa watu wote. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.